Msikilizaji, hii ni sehemu ya 3 na tuwekane sawa kwenye wasiwasi ambao wasikilizaji wengi wamekuwa nao. Na mimi sio kukuweka sawa, lakini kwa sehemu ya pili inaonekana ya kwamba watu wengi wanahisi kwamba huenda baba wa Zack ni baba pia wa Mara. Zack na Mara, wasikilizaji wengi wanahisi ya kwamba ni mtu na kaka yake. Mara na Tom ni mtu na baba yake. Wanahisi hivyo kwa sababu gani? Kuna watu hapa wamechanganyikiwa. Wanahisi hivyo kwa sababu tunafahamu baba aliyekuwa anamlea Mara kashafariki. Lakini kuna kauli ambayo mama alizungumza kipindi kile Mara anataka kwenda shuleni baada ya kufaulu. Kauli aliyozungumza ni kwamba unadhani nilipanga kumzaa? Nilihangaika kumtoa lakini alikataa. Alichagua mwenyewe kuzaliwa na kuyafanya maisha yangu kuwa magumu. Sasa hii kauli msikilizaji ya huyu mama ndio inafanya wasikilizaji wengi wahisi ya kwamba okay, basi huenda baba mzazi ni Tom. Yes, story inazidi kuwa tam. Na ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbasi. Kumbuka ya kwamba mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu. Na hii ni sehemu ya 3, tunasonga mbele. Na ni baada ya Zack pamoja na Mara wametoka huko beach kuweza kufurahi kidogo kwa sababu ilikuwa ni holiday na walitoka kwenda kurefresh kidogo. Sasa huko kwenye kutoka, Zack akamweleza ukweli Mara ya kwamba anampenda. Na Mara mwenyewe of course alikuwa anampenda pia na kutaka kumpoteza. Sasa ile kuwa kwenye gari kwenda kupiga story nini, wakajikuta wana make romance, wanapiga na busu za kutosha, jambo ambalo kwa Mara alijikuta anajisikia hali fulani. Unajua mtu ukiwa na hisia naye akikugusa tu unaweza kujikuta tayari umesha vuruga kila kitu kwenye mwili na hisia zako. Kwa hiyo kipi kitakachoendelea? Wasiwasi wetu ni kwamba vipi kama Tom akijua, Tom ambaye ni baba wa Zack. Na wengi uko nasema kwamba Tom hana wasiwasi, hana shida na Mara. Wewe, Tom kwa ufupi alishampenda Mara tangu alipokuwa kwa rafiki yake, na ndio maana mpaka akamnunulia na simu hivyo. Kwa hiyo usije ukajidanganya kwamba Tom hampendi Mara. Hapana, tunasonga mbele. Basi bwana, ilikuwa bado siku 2 tu tuingie mwaka mwingine, na mpaka sasa nahisi kama vile ninaweza kuchanganyikiwa. Tulikuwa tumekaa sebuleni tukiangalia movie. Mimi na Zack ndo tulioanza kutazama movie, lakini katikati alikuja Diana na kuamua kukaa katikati yetu. Baada ya muda kidogo Tom akaja na kukaa kwenye kochi jingine akitazama movie na sisi. Msikilizaji, mimi sio shida yangu. Shida yangu kubwa ni kuwa sasa hivi Zack ameifanya kazi yake kuhakikisha mwili wangu ni wa moto kila akiniona au tukikutana tu. Tangu ajue kuwa anaweza kunifanyia vitu vingi vya ajabu kwa kunigusa tu shingo yangu. Amekuwa akitumia hayo mamlaka vibaya sana. Imefikia mahali leo asubuhi nilishamuomba tupige hatua nyingine, lakini Zack alicheka tu na kuniambia bado mapema sana. Lakini hilo mimi alinizuia yeye kunichanganya kila anapopata nafasi. Kama wakati huu ameweka mkono wake nyuma ya kichwa cha mdogo wake, na kutokana na urefu wake mkono wake sasa unafika shingoni kwangu bila shida kabisa. Alitumia hiyo nafasi kuipapasa shingo yangu na ilichukua nguvu yote niliyokuwa nayo kujizuia kuguna. Unajua kuna wakati nilisisimka hadi Diana na Tom wakabaki kuniangalia, lakini Tom ndo alibaki akinitazama hasa alipoona mkono wa mtoto wake shingoni kwangu. Bila shaka alielewa kabisa kinachoendelea sababu alibaki akinikazia macho muda wote. Nilipochoka yale mateso ya Zack na baba yake kunitazama kama anataka kuniua, niliinuka na kuelekea chumbani kwangu, huku sasa nikiema kutokana na jinsi moyo wangu ulivyokuwa unaenda mbio. Nilipofika chumbani nijitupa kitandani huku nikianza kuwaza kwenda kuoga. Lakini kabla sijafanya hayo maamuzi, mlango wa chumbani kwangu ulifunguliwa. Nilikaa haraka lakini nilishusha pumzi nilipomuona Zack mlangoni. Kwa hiyo aliingia ndani na kufunga mlango na funguo. Alinifuata haraka na kukutanisha midomo yetu huku tukiema sana. Kisha akasema ya kwamba najua huu ni ujinga na labda nitajutia kama baba akifanikiwa kuelewa kuwa nilikufuata wewe, lakini unanichanganya sana mpenzi. Sijui kama naweza kuvumilia hivi. Zack alisema huku sasa akirudi kukutanisha midomo yetu wakati mikono yake
ikiupapasa mwili wangu. Mimi sikuweza hata kumjibu hadi aliponiachia ili kuvuta pumzi. Nilimweleza kwamba hakuna haja ya kuvumilia chochote Zack, niko tayari. Nilimweleza hivyo. Unajua, nimeshaliwaza hili sana na sioni mwanaume yote atakayeweza kufaa zaidi ya Zack. Zack alitulia na kunitazama tena kama vile haamini, yani kwamba nichongea ni sahihi ama. So akaniambia kwamba una uhakika, unajua naweza kusubiri muda wote unaohitaji, hakuna haraka hapa, kwa hiyo mimi ni wako tu. Zack ananiambia, lakini nitikise kichwa changu. Nikasema ya kwamba nimesema hakuna haja ya kusubiri na kutaka Zack. Nataka kukujua. Nilimwambia na kuona uso wake ukijaa tabasamu. Alinivuta na kunikumbatia. Akasema, okay, lini unataka tufanye hivyo? Nilimwambia kwamba kabla mwaka mpya, nataka niwe wako kabla mwaka mwingine hujaanza. Nilivyosema hivyo ajikuta kusema shit. Alisema sasa akizunguka pale chumbani. Yaani ni kama alianza kuchanganyikiwa hivi. Zack akasema kwamba ngoja nifikirie, hatuwezi kufanya hivyo hapa. Sitaki kufanya hivyo hapa kabisa. Unajua ni mara yako ya kwanza kwa hiyo nataka nikufanye vizuri hadi niwaharibie wanaume wote watakaokuja baada yangu. Nataka upate nafasi ya kupiga kelele vyovyote unavyotaka bila mimi kukuziba mdomo. Nataka upate nafasi nzuri ya kupumzika baada ya hapo. Zakaria alisema huku sasa akiendelea kuzunguka pale chumbani. Mimi nilifurahi kujua ananijali. Lakini kuna maneno aliyoyasema ambayo mimi unajua sikufurahia. Maneno kuhusu wanaume watakao kuja baada yake. Unajua kuna ile unakuwa kwenye mahusiano na mtu, alafu mtu anakuambia kwamba unajua atakaye kuoa atafurahia, ataenjoy. Aya. So maneno yake kuhusu wanaume watakao kuja baada yake. Wanaume gani? Wa wapi? Kutokea wapi? Na hao wanaume wamfuate nani? Wakati mimi akilini kwangu na moyoni mwangu yupo yeye tu. Lakini sikuuliza kitu. Nilimwacha endelee kwanza. Wakati mimi nikiendelea kushangaa pale, tulimsikia Tom akimuita Zack. Nilishtuka sana. Nitamani hata niyeyuke unajua. Babake akasema kwamba huyu Zack ameenda wapi huyu? Babake alisema sasa huko sasa akipita koridoni. Nilimwambia Zack anifuate kisha nikamweka nyuma mlango huko sasa nikifungua niangalie ustaarabu wa alipo babake. Kama hayupo nimwambie atoke haraka. Nilifungua mlango taratibu na kutoka koridoni. Yaani ni kama vile ninajinyosha. Tom aliniona na kunitazama kama anataka kunimeza. Kisha akaniuliza kwamba umeona Tom? Kuna mahali tulitakiwa kwenda sasa hivi bwana. Ndio nimeshtuka kuwa muda umeshasonga sana. Na tunatakiwa kuondoka. Aliuliza, mimi nijitahidi kukaza sura yangu huku sasa nikimjibu kwamba hapana, si niliwaacha naye pale sebleni. Akasema kwamba aliondoka kuja huku bwana vyumbani huku, lakini namtafuta kila chumba hapa anachoweza kuingia hayupo. Na sidhani kama anaweza kuingia chumbani kwako, si ndio? Aliniuliza sasa akinitazama kama vile anaelewa kinachoendelea. Nilipata kigumizi lakini niliweza kumjibu ya kwamba ndio, labda umwangalie chooni. Akasema kwamba hata chooni hayupo. Lakini acha tu, naweza kumpigia simu. Nitampigia nikiwa kwenye gari. Alisema hivyo na kuondoka. Ilikuwa ni kama anatupatia nafasi ya kukaa vizuri. La kuweza kumdanganya. Kwa sababu alikuwa na uwezo hata of course wa kuingia humo sasa sawa, si nyumba yake. Lakini tena cha kusema kwamba ngoja nimpigie simu nikiwa kwenye gari. Sasa alikuwa anaweza kumpigia simu akiwa hapo hapo. Basi Zack akasema kwamba Mungu wangu. Zack alisema sasa akishusha pumzi na kukaa chini. Zack alalamika akasema kwamba inabidi tu makini zaidi. Baba akijua hili tumeisha. Yaani sijui hapa nitafanyaje wakati wewe unanichanganya hivi. Basi Zack alisema hivyo sasa akitoa simu yake mfukoni ambayo ilikuwa inaita kwa sauti. Sasa alinionyesha kuwa baba yake ndo alikuwa anapiga. Alivuta pumzi kidogo kisha akapokea. Baada ya kuongea naye akasema kwamba ameniambia anisubiri kwenye gari. Aliniambia sasa akiinuka pale chini. Alinama akitaka kunibusu lakini nirudi nyuma. Moyo wangu ulikuwa unajua unaenda mbio sana. Bado nilihisi kama baba yake anatazama. Kisha akaniambia kwamba nakupenda Mara. Ananiambia kisha akatoka chumbani kwangu taratibu. Nibaki pale chumbani huku nikiema. Inabidi tuache kufanya ujinga. Huu ni mwezi wangu wa pili tu hapa kazini. Siwezi kuipoteza hii kazi. Zack alivyorudi baadaye hatukusalimiana hata kuangaliana tukuangaliana.
Niliogopa nikimtazama, macho yangu yanaweza kunisaliti, na kitu nilichojifunza kuhusu upendo ni kwamba ukimpenda mtu hadi macho yako yanaonesha. Sasa kwa nini mimi nijiweke kwenye huo utata? Ukimpenda mtu, macho yanaonesha, the way tu unavyomwangalia anajua kabisa unanipenda. So mpaka muda ninatangulia kwenda kulala, Zack na mimi hatakuwa tumezungumza kitu chochote. Nilienda chumbani na kupanda kitandani nikijaribu kulala, lakini sikupata usingizi kabisa. Simu yangu ndogo ambayo kwa sasa ina namba mpya, ile laini ya zamani nilitoa, kwa hiyo sijaweza kuitupa, lakini sikutaka tu kuendelea kuwasiliana na marafiki zangu ambao wamefanikiwa. Light kama wangejua maisha ninayopitia wangenihurumia. So nikaa pale kitandani nikiwaza, huku sasa nikisikia mtu mmoja mmoja akipita kwenda kulala. Nikiwa pale uliingia ujumbe kutoka kwa Zack akiniuliza kama nimeshalala. Nilimjibu haraka kuwa bado nipo macho. Hainiambia sasa nihakikishe mlango wangu haujafungwa kwa funguo. Nilienda na kufungua mlango wangu huku nikimsubiri. Alipoingia tulifunga mlango wangu kwa funguo, kisha nikamkumbatia huku sasa nikishusha pumzi. Ilibidi tuongee kwa kunong'ona sababu nyumba nzima ilikuwa kimya. Zack alikutanisha midomo yetu huku sasa akinichanganya zaidi. Hakuniachia hadi alipohakikisha vidole vyangu vya miguu vinajikunja huku nikitetemeka. Alikumbatia hadi nilipotulia huku nikijitahidi kumeza kila mguno niliotoa. Nilikuwa najitahidi kuumezea. Sasa nilipotulia, alinilaza kitandani na kuja kulala pembeni yangu huku sasa akinishika mkono wangu. Tulikaa pale tukivuta pumzi tu. Akaniambia kwamba baba ameanza kuhisi kitu. Sijui imekuwaje, lakini anahisi kitu. Ameniuliza maswali ya ajabu sana leo. Zack aliniambia hivyo. Sasa baada ya Zack kusema hivyo, kisha akasema kwamba sasa hivi nimewaza, ili kuzuia mtu yote kuhisi kuwa sisi ni wapenzi, itakuwa vizuri kama tukiigiza kuwa tunachukiana. Itabidi tugombane mbele ya mtu mbea kama Diana hivi. Yeye bila shaka atazifikisha taarifa kwa kila mtu, kisha tutaanza kuchukiana kuanzia hapo. Lakini sijui tugombane kwa sababu gani sasa. Zack alisema sasa akionekana kuanza. Kabla hata sijaongea, alishaanza kujibu swali lake mwenyewe. Zack akasema kwamba au nimwagie chai bahati mbaya lakini nikukasirikia alafu nisikusamee. Alisema hivyo na kunifanya nicheke. Nikamwambia kwamba Zack, hiyo ni sababu ya kitoto, ni ya kijinga sana kumkasirikia mtu. Mimi naona tutumie tu sababu ya kimapenzi zaidi. Wote tunajua mapenzi ndio kati ya vitu vinavyoleta visasi na chuki isiyoisha. Nilimwambia hivyo. Zack alinishangaa kidogo kabla ya kuongea. Sasa Zack akasema kwamba yani unataka tuambie familia yangu kuwa tulikuwa wapenzi na sasa tumeachana, kwa hiyo tunachukiana? Lakini Mara, mbona ni wazo zuri. Nadhani kila mtu atatupigia makofi Nikamjibu ya kwamba hamna Zack, sio hivyo. Yani tuseme kama vile nimekuwa sababu ya wewe kugombana na mpenzi wako. Nilimweleza. Zack akasema kwamba kwa hiyo tuseme wewe ndio mchipuko, si ndio? Zack alisema kwa akicheka kabisa amwe. Nikasema kwamba Zack bwana, mimi sidhani kama huu ni muda wa matani bwana. Kama unataka matani subiri kesho bwana, unipishe mimi nilale. Akaniambia sawa, sitakutania tena. Aliniambia hivyo. Kama ingekuwa mara ya kwanza yeye kuniambia hivi ningekuwa na wasiwasi, lakini kila wakati anasema hivi alafu baada ya dakika 10 anarudi kwenye tabia ile ile. Sasa nikamuuliza kwamba hivi wewe unafikiri tutumie sababu ipi? Zack akasema kwamba mimi nadhani tufanye hivi. Tufanye ulipokea simu ya mpenzi wangu bahati mbaya, lakini mpenzi wangu hakunielewa, hivyo kapelekea sisi kuachana. Kwa hiyo bado nimekasirikia kwa hilo. Hainiambia hivyo. Niliwaza kidogo na kuona hilo ni wazo zuri kabisa. Nikasema kwamba okay, vizuri, hiyo sababu ina mashiko kabisa. Cha msingi hapa tusubiri kidogo, tuendelee kuwa marafiki hata hadi baada ya mwaka mpya. Mimi sitaki kugombana na wewe mwaka mpya hata kama ni kwa kuigiza. Basi Zack alinitazama na kutabasamu akasema kwamba okay, kwa hiyo tarehe 2 ugomvi wetu unaanza rasmi, si ndio? Yaani ulipokea simu mwaka mpya, hivyo mimi na mpenzi wangu tuligombana usiku lakini tukaachana. Nikiamka Jumanne asubuhi na kuwa nimekasirikia, na tutatafuta
muda, yani ni muda, yani muda ambao upo na dada yangu yote tu, kisha mimi nitakuja kukufokea kupokea simu yangu. Vipi hiyo itakuwa imekaje? Aliuliza. Nilitabasamu huku nikisogea na kumbusu. Nikasema kwamba unatakiwa ufikirie vizuri swala la kuwa producer wa movie. Una kitu wewe Zack, utafika mbali sana. Nilimweleza kitu kilichomfanya Zack acheke kwa nguvu hadi kabidi sasa niwahi kumziba mdomo wake. Baada ya sisi kukubaliana kitu tutakachokifanya, tuliagana kisha Zack akarudi chumbani kwake. Basi bwana. Kesho yake siku ilienda vizuri tu. Zack alihakikisha yupo na mimi kila mahali. Kama nikiwa napika atakuwepo jikoni akisaidia kuandaa vitu, kama nikiwa naweka nguo kwenye mashine kwa ajili ya kufuliwa atakuwepo kunisaidia kuchambua nguo, kama nikiwa nafanya usafi basi atakaa kwenye sofa, nikihamia usafi wa jikoni ataenda kukaa na jikoni, nikisogea na kufika siji upande tunaokula chakula ataenda kukaa kwenye ile meza. Nilihisi kupendwa sana. Yaani hadi kuna muda niliogopa ndugu zake wanaweza kutushtukia. Na hapo bado sijaongelea jinsi alivyonishika kila wakati alipopata nafasi. So nikijaribu kumzuia ataniambia kuwa baada ya siku moja tutakuwa maadui. Hivyo itakuwa vizuri kama tukiufaidi huu muda. Nakumbuka ilikuwa ni jioni bwana. Nilitoka nje kwenye kumwagilia maua sababu kama nilivyosema msikilizaji, Joshua yeye amechukua likizo. Hivyo najitahidi kumwagilia maua sababu akiakuta amekufa alisema ataninyonga. Nikiwa pale nje niliona Tom akifungua geti. Kisha akarudi kwenye gari lake na kuliingiza ndani. Niliharakisha na kwenda kufunga geti ili asiteseke kushuka na kuja kulifunga, lakini alikuwa ameshashuka kwenye gari lake. Alimfuata kama vile anakuja kuniua. Akaniambia kwamba wewe, chochote unachofanya na mwanangu acha mara moja. Utakuwa laana kubwa sana kama ukinichanganya na mwanangu. Alisema hivyo kwa hasira. Yale anakuwa anaongea na mimi huyu mzee yani. Kwanza nijiuliza kumchanganya kivipi? Nikamweleza kwamba mimi na Zack tumetokea kuwa marafiki tu, hakuna chochote kinachoendelea. Nilimweleza. Tom alicheka huku akitikisa kichwa chake. Akasema kwamba wewe, hizi movie unazoziona nimezipata kwa kuwa na akili kichwani, sawa usinione mimi ni boga. Usione mimi ni boga kabisa. Mnaweza kumdanganya Karen lakini sio mimi. Alisema kwa hasira na kurudi kwenye gari lake. Aliliwasha na kwenda kuliegesha vizuri. Nilimalizia kufunga geti kisha nikarudi kwenye kazi yangu ya kumwagilia maua kama nilivyoelekezwa na Joshua. Nilimalizia kazi niliyokuwa nafanya. Kwa namna fulani nilitamani mwaka mpya uje haraka tuanze kugombana, labda hilo ndo litamfanya huyo baba aache kuwa hivi. Basi hayawi na hatimaye yakawa. Mwaka mpya ulikuwa mzuri sana. Jioni ya tarehe 31 tulitoka familia nzima. Yaani sasa hivi hata mimi naweza kujiita sehemu ya familia kutokana na jinsi huyu mama anavyonipenda na kunitunza. Swala la sisi kukutana kimwili ilibidi sasa tuahirishe, tutafute mbinu nyingine ya sisi kuweza kufanya hilo, ukizingatia jinsi ambavyo Tom amekuwa akituchunga sana. So kama ikitokea niko na mwanae atatafuta sababu yoyote tu ili amuite. Na mara nyingi mimi na Zack tulitazamana na kutabasamu, lakini maneno yote yalishia kwenye simu. Yaani kwa ufupi tulichat sana. Tunaweza kuwa tupo wote sebleni na familia nzima, lakini sisi tunachat kama machizi. Kuna vitu vingi sana ninavyoweza kujutia, lakini kumpata Zack, unajua ni kitu ambacho ni siwezi kukijutia kama siwezi. Tuirudi usiku sana baada ya mwaka mpya kuingia. Tom na mke wake ambaye nimejua jina lake ni Karen walielekea chumbani kwao. Na Given alipokea simu yake na kuelekea chumbani kwake huku akitabasamu. Bila shaka alipigiwa na mpenzi wake. Hivyo pale sebuleni tulibaki watatu tu, Zack, Diana na mimi. Zack alinikonyeza kuwa oya, huu ndio wakati mzuri wa sisi kwanza igizo letu. Basi alikuja kukaa katikati yetu kwenye sofa tulokuwa tumekaa. Akapiga story kidogo kisha akaelekea chumbani akituambia anakuja, lakini aliacha simu yake pale sebuleni. Alipotoka tu simu yake ilianza kuita. Nijifanya namuita lakini hakutokezea. Basi bwana, simu ikaita tena. Awamu hii
Nilimwambia Diana ampeleke, lakini hata hakutaka kuinuka. Nilitulia hadi ikakata tena. Ilipoita mara ya 3 niliona utakuwa wakati mzuri wa mimi kufanyaje? Kuipokea. Nikasema kwamba bwana, mimi napokea bwana, mtu anatusumbua hivi. Nilisema sasa nikipokea ile simu na kuiweka sikioni. Ilibaki kidogo niangue kicheko baada ya kusikia sauti ya kiume. Zack alimshawishi rafiki yake kumsaidia, hivyo akabadilisha jina la huyo rafiki yake na kuandika jina la kike. So wakati nilipopokea tu ile simu, Zack alitokezea. Aliponiona alikimbia na kuja kuitoa ile simu sikioni kwangu, huku akinitazama kwa hasira. Lakini macho yake yalionyesha namna gani alitaka kucheka. Kisha akawa serious. Akasema, "Wewe, unakichaa nini?" Alisema sasa huku akiweka ile simu sikioni na kuelekea chumbani kwake. Mimi nijifanya nimehuzunika kwa kutukana na Zack. Diana alibaki akinitazama kwa mshangao. Akasema, "Wewe usingefanya hivyo." Diana aliniambia sasa akijaribu kunigusa, lakini mimi niliinuka na kumwambia usiku mwema. Niliogopa akinigusa naweza kuanza kucheka. So kwa leo inatosha. Nilijifanya nikikimbia kuelekea chumbani, ila uso wangu ulikuwa umejaa tabasamu. Hapo nasubiri kuona ugomvi wa kesho. Basi bwana. Na hiyo kesho tutaanza rasmi kucheza hii sinema yetu. Yaani sijui Zack aliwaza nini, lakini aliamua kuanza ugomvi wetu asubuhi na mapema, tena mbele ya nyumba nzima. Nilikuwa ndo nimetenga chai na watu wote tulikuwa pale sebuleni, hadi wazazi wake walikuwepo. Zack alikuja moja kwa moja na kunisukuma akasema kwamba, "Una tatizo gani wewe? Yaani una tatizo gani wewe mwanamke kwenye huo ubongo wako? Zack alisema sasa akinisukuma. Babake akasema kwamba, "Zack, upuzi gani unafanya? Hebu kaa chini bwana, umwache binti watu. Unafanya ujinga gani huo?" Babake aliongea kwa ukali kidogo, lakini Zack hakusikia. Alibaki tu akinitazama, kisha akasema kwamba, "Kwa nini kapokea simu yangu? Wewe, kwa nini ulipokea simu yangu? Sina kuuliza kwa nini ulipokea simu yangu bwana." Alisema kwa akinisukuma tena. Tom aliinuka na kumshika Zack mkono huku akimburuza kwenda chumbani. Sasa pale sebuleni kila mtu alikuwa kimya akinitazama. Mama alikuwa anashangaa tu. Sasa baada ya ukimya kidogo, mama aliinuka na kuja kunikumbatia bila kutegemea nijikuta nikianza kulia. Sio tena waigizaji. Najikuta nikilia kwa sababu huyu mwanamke unajua ananipenda na ananitunza kama mtoto wake, lakini machozi alitoka kwa sababu nahisi nimeamua, yani ni kama nimechagua kumdanganya wakati ni mwanamke ambaye of course ananichukulia kama mtoto wake. Basi yule mama akasema kwamba, binti yangu usilie. Zack anakuaga na hasira zake za ajabu. Tuzitaisha na kila kitu kitakuwa sawa, pole mwanangu. Alisema huko akinifuta machozi. Akiwa anasema, "Basi mama, basi usilie. Unasikia mwanangu, usilie." Nilitikia tu kwa kichwa. Alinipeleka hadi kwenye kiti, kisha nikakaa, akanimiminia chai. Wakati sasa akimalizia kuniwekea vitafunwa, Tom alikuja akiongozana na Zack ambaye bado alikuwa anaigiza ukasirika. Alipoona sura yangu ina machozi, alishtuka kidogo, lakini tabasamu kwa mbali, kitu kilichomfanya aweze kurudisha uso wake wa hasira. Babake sasa alimuita kwa hasira zake, "Wewe Zack." Zack alisema kwamba nisamehe. Alisema sasa akiangalia pembeni. Tom kwa hasira akasema kwamba, "Hebu acha ukue mtoto mpumbavu wewe. Omba msamaha vizuri bwana. Kama mwanamke amekuacha wewe bado mdogo bwana. Hiyo sio sababu ya watu mnaokaa nyumba moja ugombana bwana." Basi Zack alirudia akasema kwamba, "Naomba nisamehe." Nami nikasema kwamba hakuna shida, nisamehe pia, sikutakiwa kugusa simu yako. Nilimweleza huku sasa nikitabasamu kwa mbali. Zack alimgeukia babake akisema kwamba, "Tayari sasa mimi naweza kwenda." Alimwambia kwa hasira. Babake alisema kutikisa kichwa tu huku akikaa. Zack alienda chumbani kwake kisha akatoka na begi mgongoni. Akasema kwamba naenda kujaribu kuokoa mahusiano yangu. Alisema kisha akaondoka. Na kuhakikisha amekasirika zaidi alibamiza mpaka mlango. Basi bwana. Baada ya kufanya hicho kitendo, Given alinishika bega kidogo. Given akasema kwamba achana naye bwana, kuna muda Zack anakuaga kama mtoto. Aliniambia. Nilimtazama tu na kutabasamu huku nikitulia na kuanza kunywa chai. Story nyingi asubuhi ile zilikuwa ni za kumuhusu Zack na hasira zake.
na wote wakijaribu kunihakikishia kuwa baada ya muda atarudia tu hali yake ya kawaida. Laiti kama wangejua ukweli unaoendelea, nina hakika ningeshakuwa mtaani nikitaabika. Lakini mimi sina cha kufanya, nimeshazama kwenye mapenzi. Sidhani kama kuna mtu yeyote atakayeweza kuniokoa. So baada ya pale tulisaidiana na kina Given kutoa vyombo. Kisha nikaanza kuviosha na kuvipanga kabatini. Nimejikuta nikitabasamu nilipoona ujumbe wa Zack akiniomba msamaha kwa kunisukuma na vyote alivyofanya. Nilimwambia asiwe na shida, tulikubaliana vile. Akaniambia ananipenda na ananisubiri. Zack anaamini kuwa leo tutapata nafasi ya kuonana nje ya nyumba. Anaamini kuwa mama yake atanipa nafasi ya kutoka ili nikapumzisha akili yangu. Hivyo nilifuata mwongozo alionipatia ambao ni kujifanya nina huzuni na mawazo muda wote. Nilipomaliza kuosha vyombo, nilianza zoezi la kupika chakula cha mchana. Hata mama alipokuja leo, mimi sikuwa na story zaidi ya kumuitikia tu kile alichokuwa ananiambia. Mama alitoka na kuniacha pale jikoni. Aliporudi, alirudi na noti 2 nyekundu. Akasema kwamba hebu utoka kuondoe mawazo, kwa nini usiende na kina Given? Mama aliniambia hivyo. Machozi yalijaa machoni kutokana na jinsi nilivyokuwa ninajisikia. Nikasema kwamba hapana mama, nina kazi ya kupika, kwa hiyo usiwaze kabisa, nitakuwa sawa. Mama Given akasema hapana, nataka utoke uende sehemu ukanywe hata juice, upunge upepo, urudi hapa kabla giza lijaingia. Hilo swala la chakula niachie mimi tu. Ngoja niwaambie kina Given waende pamoja na wewe. Given alivyosema hivyo na kumjibu nikasema kwamba hakuna haja mama, nitawakera tu kwa ukimya wangu. Kama unalazimisha basi acha tu niende mwenyewe, sitaenda hata mbali. Nilimweleza kwa sasa nikipokea zile pesa, lakini chozi la usaliti lilinitoka ise. Mama alifurahi na kunifukuza jikoni niondoke. Nilielekea chumbani kuoga na kubadili nguo. Nilijitahidi nisivae kitu cha ajabu sana kama vile ninaenda kuonana na mtu. Kweli niliamini Zack anamjua mama yake vizuri. Kila kitu kilikuwa kama alivyosema. Nilipotoka, nilifuata maelekezo yote hadi kufika mahali ambapo Zack alikuwa akinisubiri. Aliponiona alinivuta na kunikumbatia. Akasema kwamba nisamehe sana, nilijisikia vibaya nilipoona macho yako yana machozi. Nikamuuliza kwamba hakuna haja ya kuwaza yote. Cha msingi tumefanikiwa, hatimaye tumepata nafasi ya kukaa wenyewe. Nilimweleza, Zack aliniangalia kwa tabasamu kubwa. Akasema kwamba kweli kabisa, nimeshachukua chumba na nimehifadhi kila kitu unachoweza kuhitaji. Aliniambia sasa akinipa mkono. Hatukuwa guesti, tulienda kwenye hoteli nzuri tu ambayo ilikuwa Kigamboni. Tulijitahidi kwenda mbali ili kupunguza uwezekano wa sisi kukutana na mtu anayemfahamu nani Zack. Masaa mawili baadaye Zack alijitupa pembeni yangu huku akiema sana. Basi ndio sasa alikuwa anasema Mara leo umenimaliza ise. Alisema na kugeuka kunibusu. Nilibaki tu kimya sababu kusema ukweli mimi sikufurahia kama nilivyotegemea. Kwa mara ya kwanza Zack aliposimama mbele yangu, tena akiwa mtupu, nilitaka kukimbia. Sikutaka kuamini kama angetoshia sehemu yoyote ya mwili wangu, lakini aliweza kunipunguzia mawazo yangu kwa kunibusu na kuishika shingo yangu. Lakini nilipofanikiwa kuvunja kuta zangu zote, sikusikia raha yoyote ajabu kama watu wanavyoelezea. Hapo ni tukiweka pembeni swala zima la maumivu, lakini Zack anaonekana kufurahia. Hivyo nadhani ilikuwa ni nzuri. Akaniambia kwamba najua kuna uwezekano mkubwa hujafurahia, lakini hii ndo mara yako ya kwanza, na kuahidi awamu ya pili utafurahia zaidi kwa sababu sitakuwa nahangaika sana. Kwa hiyo na pia hautasikia maumivu tena. Nijikuta nikitoa tu macho. Ina maana ana mpango wa kunipitisha kwenye haya mateso tena? Basi Zack aliniambia kwamba sio leo, hata kama umenichanganya kiasi hiki au umenichanganya kiasi gani, haiwezi kuwa leo. Inabidi tu nikupatie muda upone, angalau hata baada ya siku 2 ndo tutaweza kurudia tena. Kama nilivyokuambia Mara, hakuna haraka yote. Baada ya kuniambia hivyo nimueleza kwamba asante kwa kunijali hivi Zack. Akasema kwamba unaongea nini wewe? Hapa hata bado msijafanya kitu chochote.
nakupenda Mara, na ninakusudia kukuonyesha kwa kila namna ninavyoweza. Alisema na kunibusu pua yangu. Alinyanyua na kunipeleka bafuni ambapo alinisugua mgongo kisha nikamsugua na yeye. Baada ya kuoga tulifuta vizuri, yani tulijifuta vizuri pale, tulifuta vizuri miili yetu na kujipaka mafuta, au niseme mimi ndio nilijipaka mafuta. Niliporudi kitandani nilikuta Zaka amesharudisha shuka. Tulikuja na nguo ya kutandika ili tusichafue shuka. Wazo la mtu kuhangaika kufua damu yangu halikuwa vizuri kwenye ubongo wangu, hivyo tulipofika tulitoa shuka na kuweka tulivyo kuja navyo. Tulikaa kitandani huku sasa tukiangalia movie nikiwa mikononi mwa Zaka. Kila dakika kadhaa alihakikisha kunibusu na kunifanya wa moto, kisha karudi kuangalia movie. Ilikuwa ni siku nzuri sana. Kila nafasi ninayopata ya kuwa na Zaka lazima iwe nzuri sana. Ilipofika jioni maumivu yalikuwa yamepungua sana, hivyo nilikuwa naweza kabisa kwenda nyumbani. Zaka aliniambia itabidi sasa achelewe sana kurudi nyumbani, hivyo nisiwaze. Lakini alinisindikiza hadi sehemu ambayo niliweza kupata usafiri wa kunipeleka nyumbani. Sasa nilipofika nyumbani nijitahidi kutabasamu. Mama alifurahi kuniona nina amani kidogo, lakini nitaachaje kuwa na furaha wakati nilikuwa na Zaka? Sasa siku ile ikawa mwanzo wa mapenzi yetu rasmi. Hatukuweza kutoka pamoja au kukutana mara kwa mara, lakini mara kadhaa tulitumia hiyo nafasi ya sisi kugombana, na mama akanipa nafasi ya kwenda kutembea. Kwa hiyo tutumie hiyo ticket. Zaka alinionyesha upendo wa ajabu. Mwezi mmoja baada ya sisi kuanza mahusiano yetu alininunulia simu, na wakati huu nilikuwa na amani kutumia hii simu. Ilikuwa simu ya gharama, lakini aliniambia mtu yote akiniuliza naweza kumwambia nilinunua kwa mtu. Hatimaye kwa mara ya kwanza nilimiliki simu yangu, simu ya kupangusa. Zaka alicheka sana siku ya kwanza aliposikia nikiita hivyo simu. Aliniambia kwamba niite smartphone sio simu ya kupangusa. Lakini nishalipenda jina langu bwana, simu ya kupangusa. Kila mtu nyumbani aliamini mimi na Zaka ni maadui. Hadi kuna siku Tom alizungumza na mimi kuniambia nisimwaze kijana wake. Ni utoto tu huo ndio unaomsumbua. Mimi nihangaika na kile kilichonileta pale. Sasa pamoja na Zaki kurudi chuo, alihakikisha kupata sababu za ajabu tu za kurudi nyumbani. Na kila wakati alipokuja alihakikisha kugombana na mimi na kulalamika kuwa mpaka sasa hajafanikiwa kupata mtu mwingine kwa sababu yangu. Alikuwa akimsumbua mama yake kila wakati kuwa anifukuze kazi. Tulikuwa na hiyo jeuri sababu tulijua mama hawezi kufanya hivyo. Basi jibu la mama Given ilikuwa ni kwamba Zaka, nimeshakwambia siwezi kumfukuza huyo binti. Kama anakukera sana ni bora uwe unabaki chuo badala ya kuja. Binti wa watu wanahangaika kutafuta ada ya chuo, alafu unasema hebu kuwa na huruma mpumbavu wewe. Alisema hivyo mama Given kila wakati ambapo Zaka alipomwambia hataki kuniona pale. Tuliweza kumdanganya kila kitu, kila mtu kasoro mmoja tu. Joshua aliniambia kwamba oya, najua unajiona mjanja, lakini kuwa makini mwanangu. Hayo unayoyafanya yatakutokea poani. Najua unadhani kwamba ni umeweza kumdanganya kila mtu, lakini kama mimi nimeweza kujua nini kinachozuia watu wengine kujua. Joshua aliniambia alipokuja kukaa na mimi dukani. Nilimdanganya nikasema kwamba hakuna kitu chochote Joshua kinachoendelea baina yetu bwana. Ni Zaka tu na kicha chake. Josh alitikisa kichwa tu. Akasema kwamba kumbuka mwenzako ni mtoto wa boss. Wewe unadhani bado lolote likitokea yule mama atamfukuza mwanae ili akulinda wewe? Aliniuliza lakini ilikaa kimya tu. Mara sina kuuliza. Kwa hiyo kunaga kitu kama hicho Mara. Baya lolote likitokea lazima wewe ndio uwe chambo. Narudia tena, kuwa makini Mara. Joshua aliniambia huku akinuka na kuondoka. Nilibaki tu pale dukani nimeduaa. Nilipata nafasi ya kuonana na Zaka tena. Niliamua kuzungumza naye kuhusu hilo swala. Sikuona umuhimu wa kumficha chochote. Nilimweleza kuwa Joshua ameshajua kuhusu sisi. Na nilimweleza maneno yote alioniambia. Zaka alicheka kidogo akasema kwamba Mara, mimi nilijua tu yule jamaa lazima alete mdomo wake kwako. Ndio amejua kuhusu sisi, na kwa mtu kama yeye ni rahisi kujua kwa sababu si hana kazi yote anayofanya. Na usinichukulie vibaya, lakini yule jamaa anakutamani.
wewe ni mwanamke, hivyo sio rahisi kutambua, lakini mimi nimeshamfahamu na nimeshamfuma mara kadhaa akikutazama. Hivyo nafikiri kwa nini amekwambia hivyo? Amesema hivyo ili uachane na mimi. Na unadhani tukiachana nani atakayefaidika? Tukiachana nani atakaye kufariji? Zaki aliongea sana na kunielewesha. Badala ya kutoka pale na suluhisho, nilitoka nikiwa namchukia sana Joshua kwa kutaka kunitenganisha mimi na Zaki wangu. Na hii iwe kwa wale watu ambao mnaleta kiherehere sana kwenye ushauri wa mahusiano ya watu. Mtu akija kwako kuomba ushauri, mwambie tu ya kwamba sikiliza moyo wako unachotaka kisha fanya maamuzi. Hivyo ukijikuta yule sijaachana, hawa watu wakishakaga pamoja kutatua changamoto inaowakabili, lazima mzigo wa kugeuzie wewe kuonekana wewe ni chawa unataka watu waachane. Kwa mimi nilimchukia Joshua, anataka kunitenganisha mimi na Zaki wangu. Hivyo vyote ni hila zake tu, lakini zaidi ya vyote maneno ya Zaki ndo alibakia akilini mwangu. Aliniambia ananipenda na hata leo familia yake ikijua kuhusu sisi hawezi kuniacha. Hawezi kuniacha kamwe. Yuko tayari kupitia lolote ilikuwa na mimi. Msikilizaji, hayo maneno ya Zaki yalinitia moyo sana. Nijikuta nikimpenda zaidi na zaidi na zaidi, na nikimchukia Josh zaidi na zaidi. Siku mbili baada ya kuonana na Zaki, Joshua alikuja tena dukani kukaa na mimi kama ilivyo kawaida. Na mimi sikuwa na mpango wa kumuonesha hasira zangu kwake, hapana. Lakini akarudia tena kuongeza habari zake za kuwa sijui nini, vitu visije vitanitokea pwani. Sikuweza kuvumilia hata kidogo. Niliamua kumtolea uvivu, nikasema kwamba najua unaniambia yote hayo kwa sababu unanitaka Joshua, lakini ukweli ni kwamba ninampenda sana Zaki, sana kuliko unavyoweza kujua. Na mimi ananipenda pia. Kwa hiyo sidhani kama una nafasi hapa. Kama vitu vitanitokea pwani, acha vitokee. Kwani zitakuwa ni pua zangu au pua zako? Nilimwambia Josh kwa hasira. Unajua Josh alinitazama Alinitazama kisha kainuka. Akasema, Mara, asante sana, nashukuru. Aliniambia na kuondoka. Hakuongea neno lingine lolote. Kwa namna fulani nilijiona mjinga, lakini sikukubali kuendelea kujihisi hivyo bwana. Zaki ameniambia Joshua anafanya hivi kwa sababu tu ananitaka, na hicho ndio ninachoamini. Basi kuanzia siku ile Joshua alijitahidi kunikwepa sana. Hakuja tena dukani kukaa na mimi, na hata akinikuta jikoni atajifanya amesahau kitu kisha atatoka. Mimi sikumia sababu yote hayo ameyataka yeye mwenyewe. Mimi sikumfukuza, yeye ndo ameamua kujitenga na mimi baada ya mimi kumkatalia. Basi siku zilisogea huku mapenzi yangu na Zaki yakizidi kunoga. Alininunulia zawadi kila wakati tulipokutana, alijitahidi kuja nyumbani mara kwa mara na tulipunguza kugombana. Ilikuwa miezi 4 sasa tangu tuanzishe mahusiano yetu na miezi 5 wa mimi kuishi katika ile nyumba. Tulikuwa tumebakiza wiki moja kutimiza miezi 5. Nakumbuka hiyo siku nilichelewa kuamka. Nilipoangalia saa ilikuwa ni saa 12:30. Kulikuwa kumeshapambazuka sana. Kwa Dar es Salaam yani saa 12:30 unaweza kujikuta sehemu zingine jua unaliona. Lakini macho yangu bado yalikuwa mazito. Mwili wangu sasa ulikuwa ni kama nililimishwa usiku hivi. Hii hali haijawahi kunitokea tangu nianze kazi hapa. Nijitahidi na kutoka kitandani. Nilipoenda sebeni nilikuta mama ndo anamalizia kunywa chai. Mama akasema kwamba usiwaze, najua lazima utakuwa umechoka binti yangu. Tangu umekuwa ukiamka mapema kila siku. Kuchelewa mara moja sio mbaya. Si uko vizuri lakini? Mama aliniuliza baada ya sisi kusalimiana na kumwambia anisamee kwa kuchelewa kuamka. Nikamjibu kwamba ndio mama, niko vizuri kabisa, asante. Kanambia sawa, wewe jiandae tuende kazini. Aliniambia sasa akiinuka kutoka mezani na kuniaga kisha akatoka. Mwili wangu ulikuwa ni mzito sana. Nilitamani sana kurudi kulala, lakini nilijikaza na kwenda kazini. Huko nilikuwa ninasinzia kila wakati. Wateja wakija hadi nalazimika waniamshe. Hali yangu ilikuwa hivyo kwa siku 2-3. Nilipomwambia Zaki aliniuliza kama viungo vinaniuma. Nilipomjibu ndio, akaniambia lazima itakuwa ni malaria. Hivyo nikapime ili niweze kupatiwa dawa. Wiki iliyofuata nilikuwa natapika sana asubuhi. Mama alinipa pesa na kuniambia kwamba nikapime malaria.
Siku hiyo sikufungua duka, nilitoka na kwenda maabara ambayo ilikuwa karibu. Nilipomuuliza daktari dalili zangu zote, aliniuliza swali ambalo lilinifumbua macho. Daktari kaniuliza kwamba mara yako ya mwisho kuona siku zako ni lini? Je, zimechelewa? Nikasema kwamba nitakiwa nianze kuziona. Ilibidi nichukue simu yangu kuangalia kalenda yangu ya mzunguko ambayo haijawahi kukosea hata mara moja. Nishtuka sana baada ya kuona kuwa nilitakiwa niwe nimemaliza kuona siku zangu jana. Nikasema zimeshapita lakini sijaziona. Nijikuta nikiongea tu maneno ambayo hayaeleweki. Akili yangu haikutaka kuelewa nilichokiona mbele ya macho yangu. Daktari akasema hakuna haja ya kupaniki. Tutakupima mkojo pia. Usiwaze sana, inawezekana tu siku zikawa zimechelewa. Basi daktari yule alijitahidi kunibembeleza, lakini akili yangu haikutaka kuelewa. Sikulia wala sikucheka wala nilibaki tu kimya nikishangaa nikijaribu kuelewa imekuaje. Mbona mimi na Zaki tulikuwa tunatumia kinga kila wakati? Hakuna siku tulio Mungu wangu. Itokea mara moja tu. Mara moja tu, na hata sikuwa kwenye siku zangu za hatari. Sini kitu gani hiki? Mbona nilikuwa nipo siku salama? Sawa. Tulifanya mara moja lakini nilikaa pale nikisubiri majibu ambayo ninayajua tayari. Daktari aliponiita, nilitamani hata kukimbia nisimsikilize. Aise. Lakini nilitulia na kwenda kukaa huku nikimsikiliza. Daktari akasema kwamba ulikuwa sahihi. Ni kweli una malaria. Itakuwa tu ni kati ya vitu vilivyochangia dalili ulizopata. Daktari alisema na kunifanya nishushe pumzi. Nikasema asante Mungu, asante. Nijikuta nikisema. Daktari akasema sijamaliza. Alisema kwa kitabasamu kwa huzuni kabla hajaongea tena. Mimi nijua kwamba majibu ndio yameisha. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kusema kwamba ulikuwa sahihi, ni kweli una malaria, itakuwa tu vitu. Bwana we, daktari akamaliza kauli ya kwamba hongera, wewe ni mjamzito. Toba. Nilinama na kushika kichwa changu. Nilichanganyikiwa. Nilihisi ubongo wangu, kama ubongo unataka kutoka kupitia puani na masikioni. Niliambiwa atanitokea puani, sasa naona kama ubongo unaanza kutokea puani. Nitafanya nini na mtoto sasa hivi? Nitampeleka wapi? Kwa nani? Wakati nahangaika kutafuta maisha yangu mwenyewe, huyu mtoto nitafanyaje? Sijajipata, huyu mtoto nitafanyaje? Nijiuliza maswali mengi. Hata daktari mwenyewe alipoendelea kuzungumza na kuniambia kuhusu kuchukua dawa na kuanza kliniki, unadhani hata nimsikiliza basi? Unadhani hata nimsikia? Sikumsikiliza. Nilifungua mlango na kwenda kukaa nje, huku akili yangu ikiwaza. Moyo wangu uliniambia nimtafute Zak. Nilimpa taarifa. Zak alifoka kwenye simu baada ya mimi kumuuliza, akasema wewe unasemaje? Nikamwambia Zak mimi ni mjamzito. Zak akasema kwamba wewe. Ndio nimesikia, lakini imekuaje? Ile mara moja tu tuliposahau kutumia kondom, si nilikupatia pesa kanunue pitu? Ulifanya hivyo ama? Zak alikuwa akifoka sana. Ilikuwa ni sauti ambayo sijawahi kusikia. Hakuwa ile Zakaria wangu mpole. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio. Nijitahidi sana kukumbuka ile siku, lakini hakuna kumbukumbu ya mimi kununua pitu. Bila shaka nijisahau. Zaki akasema kwamba unaona sasa haukumeza dawa. Mara. Ulikuwa unaanza nini mara? Sasa sijui tutafanyaje. Nikamuuliza kwamba nitafanyaje ama tutafanyaje? Zaki akasema kwamba wewe utafanyaje? Uko mwenyewe kwenye ile ese. Mimi siwezi kuwa baba. Sasa hivi ndio kwanza nimeingia mwaka wa pili chuoni. Na huo sio uzembe wangu, ni uzembe wako. Nilikupatia dawa kabisa ukanunue pitu. Naomba usinitafute tena. Zaki alisema kwa hasira na kukata simu. Aya. Nijikuta nikaa chini. Maneno yake aliuchana moyo wangu. Nilikaa pale chini huko machozi yakinitoka. Nijaribu kumpigia tena Zak, lakini namba yake ilikuwa inatumika muda wote. Watumiaji wa simu mkiambiwa namba inatumika na maana gani? Muda wote tu namba inatumika na maana gani? Mshaelewa. Kwa hiyo mimi nilikaa pale chini huku nikiteremsha machozi.
Wote walikuwa wanaingia na kutoka, walinitazama tu, lakini hakuna hata mmoja aliyenisogelea. Basi maneno ya Joshua yalikuwa kijirudia akilini kwangu kama wimbo redioni. Kwa nini nimekuwa mjinga hivi? Kwa nini Zaki amenifanyia hivi? Mimi nijua tunapendana, nidhani tuko pamoja katika hili, yani hata sielewi. Nitafuta sehemu ya kukaa huku machozi yakinishuka kama maji. Nikiwa pale hospitali, sijui hata cha kufanya. Mama alinipigia. Ilibidi sasa nifute machozi. Nikahoe kidogo na kuhakikisha kwamba sauti yangu iko vizuri kabla sijapokea simu. Aliniuliza tu kama nimepata huduma, na nilimwambia ndio na kumuuliza kuwa nina malaria. Ilikuwa ni kweli kabisa, lakini sikumwambia ukweli wote. Alinipa pole na kuniambia nichukue dawa na kuwa baadaye anaweza kupita hapo hospitali. Nilimwitikia tu, lakini nilihisi kuchanganyikiwa baada ya kukumbuka kuwa yule daktari anafahamiana na mama. Sikurudi hata kwenda kuchukua dawa. Nilianza kutembea nikielekea nyumbani. Nilienda moja kwa moja chumbani. Siku ya leo nilitamani hata Joshua angeongea na mimi, lakini hataki hata kuwa kwenye chumba kimoja na mimi, wala hataki kunitazama. Hataki kabisa Joshua. Nilikaa pale kitandani kiwaza nitanzia wapi. Nilijaribu tena kumpigia Zaka, lakini bado namba yake inatumika. Nilitoa akiba yangu ya pesa na kutamani kufa maskini nilipoona nina 200,000 tu. Pesa zote nilizokuwa ninaingiza nimeishia kununua vitu. Ukweli ni kwamba tusilaumiane jamani. Wengi mnapitiaga situation. Kuna watu wengine mkipata pesa hamfikiri vitu vya maana mpaka pesa iondoke ndio vitu vya maana vitakuja kichwani. Mimi nilijibweteka na kuanza kutumia pesa. Hatimaye baada ya kuona maisha yangu sasa yanaenda vizuri na kuwa na uhakika wa kulipwa vizuri, nilianza kutumia pesa tu vile nitakavyo. Pia nilitamani kuwa kama hawa dada wengine ili Zaki asifanyaje, asiniache. Najua wengi mnatamani sana pesa ambazo nilikuwa napata nikikuwa natunza akiba, lakini kuulize, swala la akiba linahitaji uvumilivu ndugu yangu na nidhamu. Sio kila mtu anaweza kutunza akiba. Mwaka unaisha, kuna watu walisema wataanza kuweka akiba, mwaka unaisha hawana kwenye akaunti, hawana hata 10,000 ya akiba. Wote tunajua wanachua wanavovaa na kupendeza, na mimi nitamani kukimbizana nao. Nirudi kujitupa kitandani huku machozi yakinitoka. Niliweka mkono wangu tumboni kunikilia. Sikujua hata kama muda umesogea, lakini nilichojua ni kuwa siku zangu za kuwa kwenye nyumba zinahesabika, au kwa ufupi zimeisha. Nilianza kuwaza biashara gani nitaweza kufanya kwa pesa nilionayo, lakini sikupata majibu yote. Sijui nilisinzia muda gani, lakini nilishtuka baada ya kuamshwa na Given ambaye aliniambia ninaitwa na mama. Moyo wangu ulidunda. Nilianza kupata kizunguzungu. Nilisikia kichefu. Ikabidi nikimbie chooni kutapika. Ila nimetoka chooni tu nikakutana mama ananisubiri huku macho yake yamejaa hasira. Bila shaka ameshajua. Hii ni mara ya kwanza mimi kumuona akiwa amekasirika hivi. Mama kwa hasira akauliza kwamba una chochote cha kuniambia? Nilitulia nikiangalia chini. Nilitamani ardhi ifunguke inimeze, lakini hilo halikutokea. Akaniuliza tena akasema ya kwamba sinaongea na wewe, una lolote la kuniambia? Msikilizaji, nikaa kimya. Nitaongea nini? Nitamweleza nini? Alishika mkono wangu na kunivuta kuelekea chumbani kwangu. Tulipoingia, alifunga mlango akanigeukia kwa hasira. Akaniambia kwamba haya, niambie, hiyo ni mimba ya nani? Aliuliza, lakini sikuweza hata kufungua mdomo wangu kumweleza. Nitamwambiaje kuwa hii ni mimba ya mtoto wake wakati mtu mwenyewe alishakataa? Nitaanzaje kumwambia? Nitaanzaje kumwambia kwamba mimba ya mwanae? Sidhani kama huyu mama ataniamini. Niliyakumbuka sana maneno ya Joshua maskini na kuanza kujilaumu kutokumsikiliza Joshua na kumjibu vibaya na kuruhusu rafiki wetu upotee. Na hii kwenye nyumba mwanaume wa kwanza mbele azanie kucheka naye, kufurahia naye, kutaniana vya kutosha ni Joshua. Ila alipokuja tu huyu Zak kamsahau Joshua. Given kwa uchungu sana akasema ya kwamba wewe, hivi unajua nidhani wewe ni binti unayejielewa sana. Nikakuamini, nikakupenda, lakini umeamua kubeba mimba nyumbani kwangu. Nilishaanza ni mazungumzo na mume wangu kuhusu kukulipa ada, yani kukulipia ada ya chuo.
Kama ungekuwa mvumilivu kidogo tu ungepata hilo. Lakini ukaamua kwenda kupanua miguu yako na kuingiziwa limwichi. Haya. Unanibebea mimba nyumbani kwangu? Aliongea. Nikasema naomba unisamehe mama. Mama akasema kwamba wewe nataka nikusaidie mara. Lakini nitahitaji kujua baba wa huyo mtoto ni nani. Kama hautasema ni bora ubebe vitu vyako uondoke kwangu. Mama Given aliongea kwa hasira. Yaani kwa ufupi nijikuta najilaumu sana. Kujilaumu kutokumsikiliza Joshua, kujilaumu kupanua miguu na kutokuwa makini na kubweteka na mapaise. Nilishindwa hata kuelewa. Kwanza kuna kauli moja ambayo alizungumza Zaka. Nilishindwa tu mwenyewe kujiongeza. Kwamba nataka nihakikisha kwamba nawaharibia wanaume watakao kuja. Sasa mtu anakuambia hivyo tayari ni very simple, hana future na wewe. Kina nani wanaokuja? Watokee wapi? Na waende kwa nani? Ilipaswa nishtuke tangu muda ule, lakini nijiziba masikio. Nilibaki mimi pale machozi yakinitoka, huku nikitetemeka kwa sababu naogopa kutaja jina la mwanae. Baada ya Mama Given kuona nipo kimya, aliongea kwa mara mwisho akasema kwamba haya, naona umeshafanya maamuzi yako. Nakupa lisali moja uondoke kwangu. Unaweza kumwambia Joshua akupeleke popote unapotaka. Huo ndo msaada wangu wa mwisho. Mama Given aligeuka na kutoka chumbani. Niliamua kukaa kimya. Kukaa kimya inamaanisha kwamba sitaki kumwambia kwamba baba wa mtoto nani. Hivyo kama sitaki kumwambia natakiwa kuondoka. Nichukua simu yangu na kumpigia tena Zak, lakini namba yake ilikuwa bado ikitumika. Nilikaa pale kitandani huku nikilia, giza lianza kuingia na hata mimi sikuelewa nimekaa pale muda gani maskini. Yafaa nini kukaa kimya? Huenda nikimwambia mama anaweza kuamua kumlea mjukuu wake. Labda anaweza akaniamini. Labda inawezekana hata ndo njia ya mimi kumaje kuponia chupuchupu. Nikiwa katika kufikiria kwangu, mlango wa chumbani kwangu ulifunguliwa. Mama Given aliingia akiwa na hasira sana. Akasema kwamba mbona bado upo kwangu? Nimeshakwambia kama hauko tayari kumsema baba wa hiyo mimba, mimi siwezi kusaidia, ondoka nyumbani kwangu. Msikilizaji, huu ulikuwa ni upande mpya wa Mama Given. Oya, sikuwahi kujua kama anaweza kukasirika hivi. Nilijua kuwa yeye ni mwanamke mpole kila wakati. Niliamua kuropoka. Nikasema ni Zakari. Nilitaja hilo jina bila kufikiria sababu. Sina kitu kingine cha kufanya kama hii ndio njia pekee ya kupata msaada. Basi bora mimi nifunguke tu. Mama akasema kwamba nini? Unasemaje? Zaka ameingiaje kwenye haya maongezi? Nikasema kwamba Zaka ndio mwenye mimba mama. Bila kutegemea aliniweka kofi zito usoni. Akasema mjinga wewe. Hebu acha kunisingizia mwanangu. Usimsingizie kabisa mwanangu. Umeenda kupanua miguu yako huko umejazwa mimba na wanaume wengine alafu unakuja kumsingizia mwanangu? Mama Given alisema kwa hasira na kugeuka atoke chumbani. Nilijaribu kumueleza nikasema kwamba siku zote nilikuwa kwenye hii nyumba. Ni lini nimepata nafasi ya kuzoeana na wanaume wengine hadi nibebe mimba? Niliongea hivyo. Mama alisimama akageuka. Akasema kwamba wewe na Zaki si mlikuwa mna ugomvi? Si mlikuwa mna ugomvi mkubwa kwenye nyumba? Kiasi kwamba hata ikawa ni shida. Hamwezi kula hata kwenye meza moja. Haya mlipata wapi huo muda wa kubebeshana mimba? Aliuliza kama vile akinikejeli. Nilichukua simu yangu na kufungua message tulizokuwa tunachati na mwanae. Kisha nikamkabidhi. Nilipomkabidhi nikaambia angalia hiyo namba ya nani na angalia tulivyokuwa tunawasiliana kipindi chote tulichokuwa tunaigiza kugombana mbele yenu. Tulikuwa tunafahamu tulichokuwa tunafanya. Nilimweleza. Mama Given alipokea ile simu akishika kama bomu ambalo linaweza kulipuka muda wowote. Niliona sura yake ikibadilika kutoka kushangaa hadi kukunja sura. Alipitia message kadhaa kisha akanirudishia simu yangu na kutoka chumbani kwangu. Nilibaki pale tumbo likinikoroga. Sikuelewa kama ameniamini au la. Sikujua alichoenda kufanya huko nje ni nini. Natamani hata angenijibu au angenifokea vyote vile. Unajua kuna wakati mtu akikaa kimya na kuvuruga, yani bora hata aongee. Dakika chache baadaye alirudi chumbani na kuniambia Zakaria anakuja. Sikuelewa nijisikie vipi, kama ni furahi ama nichukie. Mimi sikutoka chumbani hadi nilipokuja kuitwa. Ilikuwa ni kama by saa 2 hivi usiku. Yes, saa 2 hivi. Niliinuka na kumfuata Given aliyetumwa kuniita. Nilipofika pale sebleni nilipata kigumizi baada ya kumkuta Tom yuko pale sebleni.
Hakuwa Tom peke yake, ni familia nzima ilikuwepo pale, hadi Joshua na Given na Diana, bila kumsahau Zack ambaye kwa siku ya leo hakunitazama kama vile mimi ni mwanamke mrembo kuliko wote. Kwa siku ya leo alinitazama kwa hasira ambayo sijawahi kujua anayo. Nienda kwa kwenye kochi la mtu mmoja huku nikisubiri hukumu yangu, sababu ndo nilisi hivyo. Ilikuwa ni kama vile niko mahakamani nikisubiri kusomewa hukumu yangu. Mimi peke yangu ndo nilionekana mbaya. Mimi peke yangu ndo nilionekana mbaya. Yaani kama vile nilijipa mimba mwenyewe. Hasa Tom kama vile haamini. Akasema ya kwamba ni habari gani hizi nasikia kuwa umebeba mimba kijana wangu? Nibaki kimya tu. Tom alimuuliza mwanae akasema ya kwamba Zack, ni kweli kuwa hiyo mimba ni ya kwako? Zack akajitetea. Akasema baba, nilihakikisha tunatumia kinga kila wakati. Na siku tuliyosahau nilimpa pesa kanunue dawa. Lakini yeye ndo hakununua. Kwa hiyo mimi sina makosa hapo. Yote ni uzembe wake. Mimi nilimpatia pesa kabisa kanunue pitu. Macho ya Tom yalitoka kwa Zack yakaja kwangu. Tom akasema kwamba kwa hiyo ulikusudia kubeba mimba Zack ili nini kitokee? Tom alivyosema hivyo nikasema kwamba sikukusudia. Ni kweli ilikuwa ni uzembe wangu. Ni kweli nilisahau kumeza dawa, lakini hata Zack mwenyewe hakunipigia kuhakikisha kwamba kama nimemeza dawa. Zack kwa dharau akasema kwamba we samahani ese. Sikujua kama uzembe wako umepitiza kiasi hicho. Nilitulia kimya. Nitaongea nini sasa? Wakati familia nzima iko kinyume na mimi. Nani wa kuniamini? Nani wa kuwa upande wangu? Nani? Basi bwana. Tom alimueleza mke wake akasema kwamba Magiven, hebu ongea na wewe. Sababu wewe ndio ulikuwa unamtetea sana huyo binti kuanzia siku ya kwanza, japo mimi nikwambia simtaki. Magiven akasema kwamba sasa mimi nitaongea nini mume wangu? Nisamehe kwa kutokukusikiliza. Mimi sikuwaza haya yote. Yeye na Zack waliweza kutudanganya kuwa wanachukiana. Sasa tungewezaje kujua? Hapa cha msingi ni kufanya maamuzi tu kuwa tutafanya nini. Basi Tom ilibidi aongee na mabinti zake. Akasema kwamba na nyinyi wasichana wawili, siku mtakoniletea mimba hapa nyumbani kwangu, nitawavunja miguu. Ukijua umebeba mimba bora upotelee huko huko. Na hata kama ukibeba mimba jidanganya umeze midawa hiyo. Hasara itakuwa ni kwako baadaye. Sio kasikia hapa kwamba kaka yenu anasema mambo zia ya kununua zipi tu. Sasa nyie mezeni au mapitu. Muone mtakapokuja kupata hasara kwenye ndoa yenu. Niendelee tu kujichekelesha tu. Naweza Karia. Kuanzia leo unaliacha gari lako hapa pamoja na laptop. Ni wakati uanze kufikiria kabla ya kutenda. Nimekununulia gari kukurahisishia maisha, lakini wewe unalitumia kubebesha watu mimba, si ndio? Huo puzi sitaki. Unataka kutwika watu mimba, si ndio Kama unataka kutwika watu mimba, hoa. Tom alikuwa anaongea kama utani vile. Lakini macho yake yalionyesha kabisa kuwa alikuwa anamaanisha kila kitu alichoongea. Alinyosha mkono wake na kuchukua funguo za gari kutoka kwa Zack. Japokuwa mwanae alijaribu kujielezea, lakini baba yake hakumsikiliza hata kidogo. Alitaka funguo za gari. Basi baba akasema kwamba kikao kimeisha. Mle mkalale. Na wewe Zack, sitaki ulale ndani ya hii nyumba hadi binti atakapoondoka hapa. Kwa hiyo bora uondoke mapema ili upate usafiri. Baba yake alimwambia huku sasa akinuka na kuelekea chumbani na mke wake akimfuata kwa nyuma. Watu walianza kuondoka mmoja mmoja hadi tukabaki mimi na Zack pale sebuleni. Zack akasema kwamba ni wewe yani wewe ni nuksi tu, yani nuksi. Najuta hata kwa nini nilikufuata yani. Zack alisema kwa hasira kisha akaondoka. Nibaki pale sebuleni mwenyewe na machozi yasiyokuwa na mwisho akinitoka. Kwamba leo hii mimi nuksi. Leo hii ni nuksi mimi kwa Zack. Wanaume umbwa. Dakika chache baadaye Josh airudi na kukaa kwenye kochi ambao ulikuwa karibu na mimi. Josh akasema kwamba Mara, nilikwambia, lakini hakunisikiliza. Nilimuuliza kwa siri nikasema kwamba kama umekuja hapa
kuniambia hao maneno basi umeshasema unaweza kwenda Joshua. Na mimi nimefurahi kuwa hatimaye ninajutia maamuzi yangu. Nilimwambia kwa hasira, Joshua huku akitikisa kichwa akasema kwamba nilidhani ungekuwa umebadilika lakini hujabadilika hata Okay. Jamaa aliamua kuondoka. Na ni mpuuzi tu mwingine tu anasinchefua hapa. Niliinuka na kuelekea chumbani sababu hata sikuwa na hamu ya kula leo. Dakika chache baada ya mimi kuingia chumbani, Baba Given au niseme Tom na mke wake walikuja chumbani kwangu. Tom kwa sura ambayo sijawahi kuiona alisema kwamba tumeamua hautalea hiyo mimba na utaitoa. Kwa hiyo tumia usiku huu kuamua kama utaitoa kwa hiari au kwa lazima. Mke wake alikuwa akinitazama tu kwa huruma sana, lakini hakuongea chochote. Kwa hiyo maamuzi walioafikiana ni kwamba niamue itatoka, nisiamue itatoka tu. Nitamani nifungue mdomo kusema kitu lakini sikuweza. Yaani ni kama ulimi wangu ulikuwa mzito. Walitoka kisha wakanifungia chumbani kwangu. Nilisogea na kujaribu kufungua mlango sababu sikuamini kama ni kweli eti nimefungiwa, lakini ilikuwa ni kweli nimefungiwa ndani. Usiku wangu ulikuwa ni mrefu sana. Mimi sikuweza hata kupata usingizi. Nikiwa pale kitandani nilianza kujutia vitu vingi. Labda ilikuwa nikosa mimi kuondoka kwa mama yangu. Ni kweli alikuwa ananinyanyasa lakini sasa angalau yeye hakuwahi kunifungia hata mara moja. Na sidhani kama yeye angejaribu kunitoa mimba. Sidhani. Sababu ukweli ni kuwa mimi naogopa tena, yani naogopa sana. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu ninatamani ningekuwa na mtu wa kunishika mkono. Nilichukua simu yangu na kujaribu kumpigia Zack tena. Sababu sijataka kuaminika. Yani sitataka kuamini kwamba eti upendo wetu ndio umeumishia pale. Sijataka kabisa kuamini. Nijikuta nikifurahi simu yake ilipoita. Naye akapokea. Zack alifoka akasema kwamba hivi mwanamke, hivi ni kitu gani usichoelewa kuhusu kuachana? Mbona unakuwa kinganga hivyo? Nikasema kwamba nakupenda Zack, nakupenda sana. Kwa nini unifanyia hivi? Tulikubaliana kuwa pamoja katika shida na raha. Uliniahidi utanichagua mimi juu ya familia yako wakati wote. Nimuulize kwa machozi yakinishoka. Moyo wangu ulikuwa unauma sana. Ulikuwa unabubujika damu. Zack alicheka sana. Akasema kwamba hivi unajua wewe ni kati ya wanawake wapumbavu niliowahi kukutana nao. Yaani mimi niigeuke familia yangu kwa ajili ya mwanamke ambaye simjui hata alipotoka. Wewe mjinga nini? Alafu wewe haumjui babangu vizuri. Angeniua hata kabla sijafanya maamuzi. Lakini mimi nidhani labda unajua kuwa hivyo ni vitu nilivyovisema ili tu nikupate. Kwa hiyo ukajua ni kwa akili zako timamu kabisa ukajua kwamba ni mimi nipo single. Au niliachana na mpenzi wangu ili kuwa na wewe. Mpuzi nini? Yaani mimi nisaliti familia kwa ajili ya kwako wewe. Ambie tumejuana tu hata hatuna miaka miwili mtu baki tu. Wewe mpumbavu nini? Zack alisema huku akinitukana na kurudia maneno yake mabovu na huku akinicheka. Msikilizaji, unajua natamani kungekuwa kuna maneno ya kuelezea namna gani moyo wangu ulivyovunjika. Namna gani niliumia kila sehemu ya mwili wangu. Unajua tumbo lianza kunikoroga. Nilipata kizunguzungu, nilihisi kuchanganyikiwa sana. Nilifungua mdomo wangu kusema kitu lakini kilichotoka kilikuwa ni kilio tu. Na Zack hakupoteza muda, aliamua kumalizia kuchana moyo wangu kwa kusema ya kwamba kusema kweli mara sikuwa na mpango wa kufika kokote na wewe, lakini pale uliponiambia wewe ni bikra ningeachaje hilo linipite. Sijawahi kuwa na mwanamke wa hivyo. Na nilisikia tu ni kati ya vitu bora duniani. Kwa hiyo mimi sikutaka kuipoteza hiyo nafasi. Sikutaka kabisa kupoteza nafasi ya kuonekana na mimi. Siku moja nimeweza kutoa bikra mwanamke. Kwa sababu naambiwaga kwamba mkitolewa bikra huwa msahau wanaume waliowatoa bikra. Kwa hiyo mimi nifanye vile kukutoa. Sikutaka kuipoteza hiyo. Kabla Zack hajamaliza kuongea nilimkatia simu. Yaani kumbe alikuwa na mimi kwa ajili ya kuweka historia yake. Kwa nini watu wengi wanajikuta wanapoteza bikra kwa wapumbavu? Nilihisi kama naweza kuzimia hivi. Yaani bikra yangu nimepoteza kwa mjinga, nimepoteza kwa mpumbavu. Yaani kule kumpinda kote, kujitoa kwangu kote, kujitahidi kote kumfanyia chochote alichotaka, kumbe vyote hivyo havikuwa kitu chochote mbele yake. Kumbe mdoto alikuwa na mwanamke wake. Kumbe kwake mimi nilikuwa ni mtu wa majaribio tu. Ni mtu wa historia. Kwamba bikra ina ladha gani?
Nilijuta sana kuitoa bikira kwa mpumbavu kama huyo. Nilihisi kama mwili wangu umeisha nguvu. Sikuwa na nguvu hata kupambania chochote. Yaani nilikaa pale kitandani, machozi yakinitoka, mwili wangu ulikuwa ni mzito sana, sikuweza hata kunyanyua chochote. Nilikaa pale kitandani kwa machozi yakinitoka na kuitazama asubuhi ikiingia. Mlango ulipokuja kufunguliwa asubuhi, aliyefungua ni Tom mwenyewe. Inaonekana hakutaka hata kidogo mimi kuwa karibu na familia yake. Tom akasema kwamba umeshafanya maamuzi, lakini hata sioni sababu ya kukuuliza kwa sababu haijalishi maamuzi yako, lazima hiyo mimba itolewe. Alisema huko akinitazama akiwa amesimama mlangoni. Nilibaki kimya sababu sikuwa na chochote cha kumjibu. Yaani kwa ufupi mimi nilikata tamaa sababu hata sijui inaanzia wapi. Kwa namna fulani naona kabisa huyu mtoto hatokuwepo. Na kutokuwepo itanisaidia kuendelea na maisha yangu. Lakini bado hii ni damu yangu na sitamani kuipoteza, lakini kama Tom alivyosema siko katika nafasi ya kuchagua lolote, hivyo nilikaa kimya. Alipoona siongei chochote akasema kwamba jiandae haraka tunaenda hospitali. Ainieleza na kutoka chumbani. Awamu hii hakunifungia mlango. Hivyo nilijivuta na kujitahidi kwenda bafuni kuoga, kisha nikajiandaa na kutoka hadi sebleni ambapo nilimkuta Tom akinisubiri huku akisoma gazeti na kunywa kahawa yake. Hakukuwa na mtu yote pale nyumbani zaidi yetu. Akaniambia kwamba itakuwa vizuri kama ukinywa chai kabisa. Ainieleza lakini hata sikuwa na hamu ya kula. Hivyo nilimueleza tu kuwa siwezi kula. Tom hata kujaribu kuniuliza, kwani alitangulia tu nje na kuniambia nimfuate tuelekee hospitali. Niliingia kwenye gari, safari ya kuondoka ikaanza rasmi. Tumbo langu leo, yani unajua tumbo lote lilikuwa ni kama limekaza. Nilikaa tu kimya huku jasho likinitoka. Tom alianza kunisemanga, akasema kwamba nilikwambia uachane na kijana wangu, lakini ukajifanya mjanja, si ndio? Haya, tazama aliyokukuta. Aliongea lakini mimi sikuwa na cha kumjibu. Muda huu nimechoka sana msikilizaji. Mimi ninachotamani ni hili lipite kisha niondoke kwenye nyumba yao sababu kila kitu kilinikumbusha Zack na kuwa vyote alivyonifanyia ilikuwa ni uongo mtupu. Jamaa aliendelea kujigamba. Tom akasema kwamba hata usipoongea ni bora tu ungeamua kuwa na watu wazima kama sisi. Hatuwezi kukimbiaga mimba. Wewe unaona watu wazima tunakimbia mimba na angalau ungetunzwa. Na pia tunakuaga makini ili vitu kama hivi vya kipumbavu vidogo vidogo visijitokeze. Tunakuaga makini kulinda ndoa zetu. Jamaa aliendelea kujigamba. Baki nikitazama tu nje. Tom aliendelea kujigamba lakini baada ya kuona simsikilizi aliamua kuacha na ukazana kuendesha gari lake. Haikuchukua muda tuliingia hospitali kubwa sana na moyo wangu ukaanza kuuma sana na kwenda mbio kwamba nakwenda kuitoa mimba. Msikilizaji, naomba kuona comment. Je, alichokipata Mara amestahili? Alichokipata Mara, huu ujauzito, amestahili? Niambie kwenye comment, uko upande wa Mara, uko upande wa Josh, uko upande wa Tom, ama uko upande wa Zack, ama uko upande gani? Tutafahamu pia sehemu inayofuata kama Mara alifanikiwa kutolewa ujauzito ama la. Na kama alifanikiwa kutolewa ujauzito, safari yake inaendeleaje? Ataendelea kubaki pale ama vipi? Na kama itashindikana kutolewa ujauzito, atachukua maamuzi gani kwenye haya maisha yake? Lakini cha muhimu sana nataka uniambie kwamba alichokipata Mara, yani ujauzito, je, amestahili? Ya, sawa. Mimi sina la ziada msikilizaji. Tukutane sehemu inayofuata kuweza kujua kama swala hili la ujauzito lilifanikiwa kutolewa ama mimba haikutolewa. Mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu na niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Tukutane sehemu inayofuata kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.